Barabara kabisa na karibu katika bunge la Magharibi, ambapo leo hii tupo katika eneo hili la Malava, eneo ambalo kila mmoja anajua kwamba uchaguzi ni mwezi huu tarehe 27, ambapo waniaji pia ambao wamesha tayari idhinishwa wapo pale wanafanya kampeni za kwao. Lakini kwa ujumla tutakuwa tunaangazia sana pia serikali saizi imesema kwamba mgao wa fedha katika shule za kwa mwanafunzi ilikuwa wamepeana shilingi 22,000, saizi wamepunguza mpaka shilingi 12,000. Inakuwa namna gani? Na pia chama cha ODM kinasema kwamba ifikapo mwaka 2027 wanataka kwamba yule ambaye atakuwa anasimama ama atakuwa anachukua nafasi ya naibu wa rais katika muungano wa Kenya Kwanza na ODM atakuwa anachukuliwa kama naibu wa rais. Je, Kindiki anaenda wapi na Kalonzo msimamo wake ni wapi? Karibu tutakuwa tunaanza kwa kuzungumza moja kwa moja na wakazi wa Malava, kisha atakuwa na kueleza kwamba matarajio yao yanasema namna gani, kama wana bodaboda pia wapo na mengi ya kusema kuhusiana na usalama. Hii ni bunge la Magharibi Amaika TV. Tutakuwa naanza na kiongozi, kisha atakuwa analeta wenzake hapa waweze kuzungumza. Kwa majina yangu naitwa Hopkin, kiongozi wa bunge la mwananchi Malava. Na hapa niko na wenzangu. Niko na huyu anaitwa Frederick Shapaya, ni chairman wa Isanjiro Stage. Huyu ni Chuma Mteves, chairman wa Maram. Huyu ni Derek Mchika. Huyu ni treasurer wa welfare Chimuche ward. Alafu huyu ni aspirant pia ni bodaboda wa Mwangaza, lakini aspirant wa Chimuche ward MCA. Alafu huyu ni mkubwa yangu, huyu ni David Tonje, chairman Chimuche 1. Alafu hapa nyuma huyu ni Boniface Opungo, chairman Manda Shivanga. So hiyo ndio timu tuko nayo kwa leo. Timu nyingine yuko hapa mingi tusio hapa. Sasa unajua ni mkubwa wangu, siwezi yeye ataongea. Huyu ni Geoffrey Shatome, huyu ni chairman Malava Stage 1. Alafu niko na mkubwa wangu wa sub county, I think mwenyewe anaweza ongea. Karibu chairman. Asante. Kwa majina naitwa Shinyaka Bonfez, mwenyekiti wa sub county ya Malava, masuala ya boda. Asante. Naam, umepata kujua kwa majina. Sasa tutakuwa tunaangazia haswa sana usalama wa bodaboda uko namna gani, wanaendesha vipi shughuli zao, na pia watakuwa watuelezea kuhusiana na pia hapa katika eneo hili la Malava uchaguzi umekaa namna gani na wanatarajia nini, yule ambaye anatosha ni nani. Na kwa upande mwingine pia tutakuwa tunazamia masuala ya uchaguzi wa kule maeneo ya tuseme ya juu, ngazi za juu zaidi ifikapo mwaka 2027. Tutakuwa tunaanza na kiongozi hapa, atakuwa anazungumza na sisi kuhusiana na masuala na uchaguzi huu wa Malava. Sijui unazungumza vipi? Asante. Majina yangu ni Lubonga Wilson, nikiwa mwanaharakati wa siasa Malava, vile MCM tarajiwa 2027. Mimi hapa nimeungana na wenzangu kwa sekta ya bodaboda, na siku ya leo ni siku ya Ijumaa hapa Malava. Shughuli za bodaboda zimenoka na biashara yetu inaendelea vizuri. Tukiendelea na mambo upande wa kisiasa, tunasema ya kwamba kama Malava tuko tayari kufanya uchaguzi tarehe 27 mwezi huu, ambapo siku zimeyoma kabisa. Na kwanza wacha ni watambua wakazi wa Malava kwamba siku hiyo wacha tuchitume, tuamke mapema sana wote na tufanye ile kazi ya kuchagua kiongozi ambaye atatusaidia vilivyo. Ombi langu ni kwamba wakati huu ni wakati mzuri sana kuhakikisha kwamba viongozi wetu wa serikali tukiwemo na Faruku Kibet bila wanazunguka huku Malava, najua sasa anaingia ndani kwa ndani, anaelewa barabara za Malava chinzi zilivyo, anaelewa vijiji na ndani za mitaa ya Malava.
kwamba hizo barabara za ndani haziko katika hali nzuri. Kwa hivyo najua ya kwamba tunapoenda kumchagua kiongozi wetu Mheshimiwa David Ndakwa tarehe 27, serikali yetu kuu kwa kutumia wawakilishi wabunge wetu na msemaji wa serikali Bwana Faruku ameweza kuona barabara ndani vile ziko. Watashirikiana na county government ya Kakamega kuhakikisha kwamba hizo barabara zinatengenezwa zinakuwa vizuri. Tunatumai kwamba Malava hiyo last mile ya stima huu mwaka tukienda hata kufikia next year, sehemu zote za Malava zitakuwa zimepata, kwa sababu najua kwamba serikali imesunguka ndani kwa ndani na imeona matatizo ya watu wa Malava. Ndiposa naambia watu wa Malava iko haja kubwa sana, tuamuke kwa wengi in large numbers. Tuende tuchakue kiongozi ambayo sasa ameshasunguka na kujua ya kwamba mahitaji ya watu wa Malava yote iko namna hivyo. Kwa hivyo jambo langu tu la imizo kwa serikali kuu ya Kenya, nimeona pale mahali pa mikao za shule kidogo wameweza kupunguza na inaenda kuwa karama na mzigo mkubwa sana kwa wazazi. Sisi kama vijana, sisi kama bodaboda ambao tunaasolo tungali young na tunatarajia kwamba watoto wetu tunataka tuwasomeshe. Kwa hivyo masuala ya serikali ikiwa kwamba wataweza kupunguza mikao ambayo inapewa shule, itakuwa ni tatizo kubwa sana kwetu sisi na litatuumiza. Ningeomba kwamba government should revive that bill na watengeneza kwamba mambo na shule in fact yafai kuwa free education, ili kwamba Wakenya nao wapate nafasi ya kukua katika elimu. We already have a lot of trained people outside there ambao hawana ajira. Kwa hivyo tukiweka kikwazo katika masomo ama ikuwa mzigo mkubwa, kwamba utaona sasa watu watakuwa na nia na watakuwa na haja ya kwenda shule kusoma, kwa sababu already tuko na wale ambao wamesoma na wachapata nafasi za uongozi ama za kazi. Hata hapo mahali tumesimama, raia tumejiajiri katika sekta ya bodaboda, lakini wengi wetu tuko trained, tumesoma, watu wako na tajriba mbalimbali mali hapa, lakini kwa sababu nafasi za kazi hasipo, tumechituma tu ili tuweza angalau kulisha familia zetu. Kwa hivyo tukichukua mambo ya masomo, elimu, kwamba ikuwa karama kwa mzazi, na sisi ndio wazazi ambao sasa tumekuja, utapata kwamba haitakuwa na haja ya kupeleka watoto wetu shule, kwa maana kwanza sisi wenyewe tulisoma hatuchapata ajira. Wale ambao yafaa tupeleke shule nao mzigo ni mkubwa. Serikali tafadhali, how I wish education should be free, watoa ile mambo ya kupunguza mikao ya elimu upande huu. Kwa kumalizia tu nasema ya kwamba ikifika 2027 mimi nimejituma na niko tayari ili kuenda katika kinyang'anyiro cha UMCH Chimuja Ward ili tujaribu kusaidia watu wetu wapata manufaa. Kama kijana niko na maona mengi, tutaendelea kuzungumza na kuambia wakazi wetu wa Chimuja. Huyu ni kama kiongozi, umeona kwamba tayari ako na masuala mengi ya kuzungumza. Takuwa na mwalika mwenzangu hapa ambaye ni anasema kwamba ni chairman mkubwa wa sub county, azungumzie tu kuhusiana na usalama ama kuhusiana na sekta ya bodaboda. Sijui unaichukulia vipi, imeajiri wangapi na unaona kwamba inaweza kuwa kama wamesema kwamba bodaboda wameweza kutumika katika kuvuruga amani. Je, ni ukweli ama si kweli? Itakuwa kifupi tu, ndiposa tutakuwa namkaribisha mwingine angalau tuone inakuwa namna gani. Naam, nashukuru tena kwa wakati huu. Nataka niseme ya kwamba sekta hii yetu ya bodaboda haswa sana, kwanza pongezi kwa sababu ndio imeajiri watu wengi sana katika sekta hii na tunajivunia hilo. Jambo la pili, ni kweli kwamba watu wengi wametusema vibaya na mambo maovu yote yamehusishwa na huyu mwana bodaboda. Chini ya uongozi wangu hapa katika gatuzi hili ndogo la Malava, tumekubaliana na viongozi walio chini yangu ya kwamba ni lazima tusafishe hili jina. Manake katika bodaboda kuna wachungaji, katika bodaboda kuna watu wameokoka, katika bodaboda kuna watu wa tajiriba mbalimbali. Kuna wengine hata wako na degrees, wengine wako na diplomas, watu wamesoma, lakini kwa sababu hatuna namna nyingine ndiposa tumejipata katika hii hali ya kubeba masuala ya bodaboda. Kwa hivyo tunasema ya kwamba msimu huu wa siasa, wana bodaboda tumekubaliana ya kwamba tutakuwa wenye amani na hatutakubali mtu yeyote atutumie vibaya. Na tunasema ya kwamba maisha yetu ni ya muhimu na maisha yetu ni ya kwanza. Yeyote kiongozi kuja ama kose kukuja ama kose kushinda, sisi tunasema ya kwamba maisha yetu ni ya muhimu na ni lazima bodaboda wenzangu
tuweze kuchunga maisha yetu, hasa msimu huu wa siasa hapa Malava. Tumekubaliana ya kwamba hata masaa ya kuingia nyumbani, kurejea nyumbani lazima iwe mapema. By saa 5 mwanabodaboda hawa ako nyumbani. Saa 10 ndio masaa ya kutoka. Kukiwa na any emergency issue, ni lazima chairman apigie simu ili tuongee na vitengo vya serikali vya usalama, ili masuala ya bodaboda yawe sawa na tuheshimike na tuwe wenye nidhamu, tofauti na bodaboda viongozi waliokuwa pale awali. Asante. Na mtazamaji wa Amaika TV, na ni Amaika kuzungumzia swala la bunge la Magharibi, haswa sana maeneo haya ya Malava. Tutakuwa bado tunakita hapa kuzungumza na wakazi, watueleze kwamba wanahisi vipi kuhusiana na siasa ya huku Malava, pia vile vile mambo ambayo yanachipuka nchini Kenya. Je, wana yepi ya kuzungumzia? Basi tangamana nami wakizidi kuzungumzia swala hilo. Na karibu utakuwa zungumzia swala hilo. Asante sana. Kwa majina naitwa Frederick Shapaya, mkaaji wa Malava. Sisi kama wapikaji kura wa Malava tumejipanga vilivyo kwa ajili ya kuteua kiongozi wetu. Tumejipanga kuona kwamba tumebaki nyuma kwa ajili ya maendeleo. Wakati mgao unakuja, huyu kiongozi ambaye tutakuwa tumechagua hakikisha ya kwamba pia maendeleo yametufikia hapa penye tuko. Eneo hili la Malava, kampeni zimepamba moto, licha ya kuwa sisi tunaona kama farasi ni wawili, lakini kusema ukweli tukiangalia kwa upana sana farasi ni wawili. Kuna Mheshimiwa Ndakwa, kuna Mheshimiwa Panyako ambao wanaonekana kama wao ndio farasi wawili, but hiyo siku ya tarehe 27 ndio itadetermine kiongozi atakuwa nani. Kwa hivyo tumejipanga vilivyo sisi kama wana bodaboda, tuko tayari sana kwa ajili ya kiongozi wetu. Mambo na usalama, naomba tu serikali iweke sheria kwa upande wa magari. Nissan inaweza overtake mtu na inaenda kusimama mbele. Wakati mimi nakuja na gonga nyuma, inaonekana ya kwamba mimi ndio niko na makosa. Hapo naomba serikali itusaidie, iweke sheria au madereva wetu wazingatie zile sheria. Asanteni sana, napeana nafasi kwa mwingine. Kwa majina mimi naitwa Boniface Obungo, nikiwa chairman wa Manda Shivanga kwa masuala ya boda. Mimi ningependa kuomba serikali, sisi boda kama chairman wa Manda Shivanga, changamoto ambazo tunapitia, najua ya kwamba viongozi wanasunguka katika eneo hili lote. Tuko na shida ya barabara, tuko na shida ya madaraja, tuko na shida hata tukiwa hapa Malava tunahitaji petrol station nyingine, kwa sababu tuko na petrol moja ambayo tunaenda tunasongamana hapo, tunamaliza wakati mwingi wateja wakitoroka. Tunaomba iwapo wanasunguka hivi waangalie changamoto hizo, waweze kutusaidia ili sisi hata bodaboda tupate nafuu. Tuko na watoto shule, na kulingana na pikipiki ambazo tuko nazo ni za kulipa loan, zingine ni za matajiri, na hatuna uwezo wa kupeleka hata watoto shule. Tunasema hiyo mpangilio ambayo wameweka ya kupunguza karo irudi 12,000, tunasema serikali iende ipike msasa, iangalie angalau irudi mahali ilikuwa 22,000, ili angalau sisi nasi tupate nafasi ya kuendesha masomo kwa watoto. Ni kirudi kwa upande wa pasari pia tuko na tunaomba serikali tusaidie pasari, hata ikiwezekana isaidie bodaboda full pasari. Mtoto akiingia university aweze kulipiwa school fees na serikali, ili sisi hata tuchunge kwa serikali. Kwa upande wa sisi tunaomba pia pikipiki, serikali tuletee hata ikiwezekana pikipiki kwa bei nafuu ambayo tunaweza kuchimutu ili kulipa, kwa sababu pikipiki ambazo vijana wanachukua kwa wakati huu ni bei kali. Inafika mahali mtu analipa hata shilingi anafikisha 1,100,
na unakuta amenyang'anywa pikipiki, anarudi anakuwa na upweke. So tunaomba viongozi ambao wanasunguka hizi changamoto ambazo tunapitia watembee nasi tutembee nao, tufanye kazi nao kwa pamoja ili waweze kuinua sekta hii ya potapota iwe kwa hali nzuri. Ni hayo tu. Asante. Kwa majina naitwa Derek Muchika kutoka Malava. Nitaongelea siasa kuu. Hii muungano wa kina Kalonzo. Huu muungano wa kina Kalonzo ni muungano ambao uko na manufaa kwa nchi ya Kenya. Kwa sababu tangu papa akufe, watu walikuwa wameamini tu kwamba papa ndio kupeana mwelekeo, lakini watu wako wanatarajia kwamba tunaweza kuwa na muungano kama huu wenye umejileta, muungano wa Kalonzo na Tembea. Sasa ukiangalia huu muungano umeshitua serikali mahali, ndiposa unaona Oburu Odinga anaambia serikali, anaambia Ruto kwamba lazima kama ni kukaa kwa serikali wachakataa kukaa kwa serikali, watakaa kwa serikali, lakini wakuwe namba 2 ama namba 1 and running mate. Na ujue upande wa Central hawezi kupali kuachilia hiyo running mate, kwa sababu Ruto akiwachilia hiyo running mate naona kama watakuwa wamepoteza. Na sasa sisi kama upande wa Magharibi tumeshikana na hao viongozi wetu vizuri, tunajua kwamba bila wameweka Eugene na Natembea wako mbele, sisi tutaungana na kina Kalonzo, tujue kwamba serikali tunataka tutengeneze serikali ya Muluya na kabila zingine, kwa sababu wewe huwezi tengeneza serikali peke yako, lazima ushikane, utengeneze urafiki Kenya mzima. Sasa hii imekuwa changamoto kwa Rais William Ruto. Ameona kwamba hii sasa broadcast, papa alileta broadcast, na sasa wale wenye wako broadcast wamekuja na msimamo mwingine tofauti. Hata juzi tumeona Edwin Sifuna wakisema ni yeye hako tayari, lazima papa yeye ndiye aliweka hiyo mkataba ambao aliandika, yeye mwenyewe alihusika. Akasema hata wakisema ni yeye hako tayari. Sasa Ruto hako na shida kubwa. Na mimi naona kwamba president anaona kwamba anaweza chukua mtu kutoka Nyanza ambayo itakuwa ngumu. Sasa siasa ya Kenya kulingana na saa hii imepatilika na imechukua mkondo mwingine, na Oburu Odinga ako na msimamo. Ukiona anasema anataka namba 2, wako na njia fulani wanataka kuchiondoa kwa serikali, watengeneza muungano mwingine kutengeneza opposition namba 3, kwa sababu akina Kalonzo wako namba 2. Hao nao wanataka kutengeneza muungano mwingine namba 3 ambao tena wanataka kutafuta wataenda kuchiunga wapi ndio wakuwa ndani ya serikali. Kulingana na mambo ya usalama hapa Chimicha Ward, tumejaribu kuendeleza polepole, tunaichunguza. Hapa shida tu ni kwamba huwezi fanya kazi kama wewe ni mwanafunzi. Huwezi endesha pikipiki kama wewe ni mwanafunzi, hapo usalama imeshika. Na kama una ile mambo yenye inahitajika yote kwa njia, huwezi tembea kwa njia, uwe Mkenya, ujulikana kwamba unapepa na unatoka wapi na wewe ni nani. So usalama hapa Chimicha Ward Malava imeshika, hiyo iko sawa. Serikali naomba tu inisaidie upande wa wanafunzi, mtu yenye uko nyumbani miezi 2, jaribu kusaidiana nao wanafunzi wafanya kazi ya nyumbani. Nikienda upande wa kupunguza pesa ya wanafunzi wa vyuo vikuu, mimi ningependa watoe hiyo kitu kabisa. Because ukienda katika university kando utapata mtoto ameenda shule na analipiwa pesa ya bure serikali na asomi. Mimi ninaomba serikali kama ni vizuri itoe irutishe kwa high school peke yake. Hiyo hakuna kitu inasaidia watu wa university, ndio wanaenda kuharibika kuliko vile walikuwa mara ya kwanza. Mzazi akilipa pesa mwenyewe mtoto atasoma na bidii, lakini serikali ikilipa mtoto anasema ni ya wenyewe, ni mali ya umma. So wanaharibika, hawezi soma, wanaenda mambo yao. Upande wa siasa mimi nitaongelea mimi mwenyewe niko upande wa serikali. Na sisi tumezoea kucheza champion. Hao watu wanacheza ligi ya chini, akina Natembe wanakuja tu. Ukiuliza Natembe wanataka nini Kenya, asemi. Wanajua anatafuta kuwa aende round 2 huko Kava na Trans Nzoia. Na anasema tawe. Hii tawe haiwezi fika Kenya mzima. Hii kitu ni ya Trans Nzoia na huwezi sema watu Waluhya wanataka kufuata Natembe
mtu ametoka kwa injury juzi atacheza 90. Sisi tuko na watu wenye nafaa tupe direction huku kwetu Western, tushikana kama watu wa Mrembe. Lakini hao vijana wanakuja wanakora, wanatafuta kukula vile Malala alikimbia kwa UDA kukula na akakuwa na tumbo kubwa ndiye anasumbua. Lakini tutaenda polepole na wala watu wenye wameshika Western kwa njia mzuri. Hii broad based iko sawa, tutaendelea nayo, ni ile tu hali ya kungangana, hatuwezi tukanyamaza vile tunasikia Oburu Otinga anaongea, akinyamaza watasema umemweka kwa mfuko. But sisi kama serikali tutatembea tunao vizuri polepole na tutashinda 2027, hatuna kazi ngumu, tuko na kazi rahisi sana. Sisi tumesoea champion na tutacheza champion. Tulianza serikali 2007 na tumeshikilia hapo. Hao kina Kalonzo ni watu hawakielewi, lakini tunakuwa na others kwa siasa. Waje wakuje tu watapata position. Yeah. Mimi ni Juma Mtevesi, ninaongelea mambo kuhusu tairi yetu ya Tumbeni. Serikali imetuletea tairi Tumbeni, imefanya kazi mzuri. Tunasema watu wa Malava ni vizuri, tumefurahia mpaka wa leo. Ni asante sana Mr. President, ile shughuli ambao umekuja ukatufanyia, ile barabara ya Samisi ulikuja ukatufungulia. Sai watu wako wanafanya kazi kwa njia inayofaa. Mr. Faruku unafanya kazi mzuri hapa Malava, unatutembelea ukitufungulia tipi zetu. Nimepita Kubasali umetufungulia tipi, watu wanapitisha huko ng'ombe kwa njia ambayo inayofaa. Nimekuwa Kimoroni Harambe, tipi inafanya kwa njia inafaa. Ninaomba ya kwamba tuko na hapa tipi hapa Tumbeni, ukiingilia Tumbeni hapo chini. Ukuje utufungulia hiyo tipi, ukitufungulia watu wa Tumbeni tutakuwa salama. Ile tairi yetu ya Tumbeni, serikali mlifanya kazi mzuri kuja kutufungulia tairi hapa Tumbeni. Na kwa sahi ile tairi kazi ambayo inafanya, kuna ng'ombe ziko hapo ndani. Zile ng'ombe njia ambayo, yani kwa njia ambayo hizo ng'ombe zinakaa sio njia mzuri. Hizo ng'ombe sasa zimekonda, hazina chakula, hazina nini. Watuletee chakula kwa wingi, hizo ng'ombe zikule, zikae kwa njia ambayo inafaa kama dairy. Ni asante sana mmetufungulia ile juzi imekuwa pale kwa mzee ambaye anaitwa Chikamai Werengai. Mmekuja hapo mmetuletea stima, tumeona kazi yenu ni kazi mzuri. Hata hapo Maramu kienda Kokoyo paka pale chini hatuna stima. Tunaomba next mkikuja mtufungulie, mtupe stima, tutakuwa na amani. Asante sana. Kwa majina naitwa Hopkin, mimi ndio kiongozi wa bunge la Malava. Na mimi nataka kuzungumzia masuala kama 2 ama 3 hivi. Jambo la kwanza ni wizi wa pikipiki. Sisi bodaboda hatuna ile imani kabisa. Unaweza enda kama sasa kuna siasa na bunge la Malava. Unasimamisha pale pikipiki yako kusikiza mwanasiasa fulani sera zake. Ukienda penye umeweka pikipiki yako unapata imepotea. Kwa hivyo mimi napea changamoto kwa vikosi yetu ya usalama. Jaribu kuangazia wezi. Sisi bodaboda tumejaribu kuangalia, mwenzetu tumeweka discipline. Lakini tunaomba kwamba, mimi nataka kushauri wana bodaboda, ukiweka pikipiki yako mahali hakikisha kwamba umefunga na nyororo ili ikiwa sawa. Jambo lingine, mimi mwenyewe tunaangalia eneo bunge hili la Malava. Since independence sisi hatujawahi toa hapa kiongozi wote wale kwenda kwa county. Mfano kama governor hajai toka Malava. Tumaitoa tu hata senator hajai toka Malava. Hata mama county bata hajai toka Malava. Kwa tangu tupate katiba mpya 2010. Kwa hivyo mimi nataka kutangaza hivi. Kama hawa wanasiasa wenzangu ama wale wanasiasa ambao wanatoka Malava, nia yao ni ile ya kutafuta vitu vidoko. Mimi nataka kuchitokeza kwa kitengo ya wanabodaboda. Bodaboda wote wa Malava wanisupport. Mimi nisimame kiti ya senator. Mimi nataka kutangaza leo, mimi nawania kiti ya senator Malava, na mimi niko na kazi 2 ya kufanya. Ya Kakamega. Mimi niko na kazi 2 ya kufanya. Kuna ile pesa ambayo inakuja Kakamega County, lakini hatupati ule mtu mwenye kufuatilia ajue kwamba hiyo pesa inafanya kazi gani. Unapata kwamba miradi yote ambayo imeanzishwa Malava ya county haijakamilika kwa sababu senator wetu kazi yake ni kutaka pia yeye kukua governor. Tunataka senator ambaye hata mezee kiti ya governor mate. Yule ambaye atatetea atajua kazi yake ni oversight, kuhakikisha kwamba pesa imetoka kwa national government
inakuja wapi? Inakuja Kakamega. Si ule wewe unapita senator lakini term moja unataka ukuwe governor. Sasa wewe unaanza kukambenia kuwa governor, kupika governor vita, patale ya kufanya nini? Ya kuleta pesa itoke national government ikuje Kakamega. Jambo lingine mimi nataka kuzungumzia upande ya capitation ile ambayo wamewekelea boarding schools kwamba serikali ipatiane ikuwe 53,000. Mimi nataka kusema hivi, wakati ya 2002 tulipata rais ambaye anaitwa Kibaki, hayati Kibaki ambaye alituacha. Yeye alikuja akafanya masomo ikawa free primary education. Mimi nashindwa, yeye alikuwa anapata pesa wapi ya kuchangia tukua na masomo ya bure, na saa hiyo pesa hakuna. Mimi ningeomba kwamba kuanzia primary mpaka university masomo ikuwe free, so that sisi wenyewe hata sisi bodaboda tumesoma, lakini tumesoma kwa shida. Lakini wakiweka masomo free, hata wengine wetu wenye tulimalizia standard 8 tunaweza jiunga na secondary, twende tufanye nini? Tufanye form 4. Kwa hivyo mimi nataka kusema kwamba serikali ingetengeneza hata kama ni kulipa 10,000 pale boarding fee, so that kila mzazi afanye nini? Aweze kulipa hiyo pesa. Jambo la mwisho, mimi nilikuwa nataka kurai wanaboda wenzangu tumefika upande ya kura. Na upande wa kura sisi huwa tunatumika vibaya. Unapata kwamba mwanasiasa anakuja anakupea shilingi 100, lakini ukishampikia kura, huyo mwanasiasa hakuna siku atasimama tena hapa stage Malava. Sasa wengi wao wanakuja wanasimama hapa stage. Kwa hivyo mimi naomba bodaboda wenzangu tukue macho na tujue sisi kama bodaboda tutapata kitu gani wakati huyo mwanasiasa atachakuliwa. Sisi kuna wanabodaboda writers ambao wamesoma. Tunataka mwanasiasa ambaye atachakuliwa on 27th. Hata achukue mwenzetu mmoja kwa hao bodaboda, akuwe kwa ile CDF board, ama hata akuwe kwa afisi yake, sababu serikali huwa inaachiri watu kama 3 ama 4 kwa mwenye wanasaidia nani? Wanasaidia mbunge. So sisi tunaomba kwamba yule mbunge ambaye anataka sisi support yetu kama bodaboda ajue kwamba pia sisi tumesoma, tuko na familia, na kama hata tuandika kazi, sisi tuko na watoto. Wakati anapita atupatie kama first priority. Wakati sisi tuna apply bursary, tunapatananga tu kwamba list imetoka lakini machina ya watoto wetu. So sisi tunafanya kwa baridi, tunafanya kwa jua kusomesha watoto, ili hali tumechakua mpunge. Nataka nikaribishe mkubwa wangu ambaye ni bodaboda chair Malava sub county. Naam, shukran. Kwa majina naitwa Shinyika Boniface, sub county chair wa boda hapa Malava. Ningependa kuzungumza mambo matatu. La kwanza kabisa nikisema ya kwamba sasa hivi shule zetu zimefungwa, japo kuwa wale wa kidato cha 4 hao wengine wako nyumbani kwa sababu ya likizo ambayo ni ndefu. Kile ambacho ningependa kusema ni kwamba hatutaruhusu kama sekta ya bodaboda wanafunzi kuweza kuwa katika barabara zetu wakibeba. So hilo tumelitilia mkazo na hatutakubali kamwe mwanafunzi yeyote apatikane kwenye pikipiki akibeba. Nikiongezea kwa hilo pia vile hatutakubali uhusiano wa watoto wetu wasichana, dada zetu ambao bado ni wanafunzi na wanabodaboda. Kwa hivyo tunasema ya kwamba yeyote atakayepatikana katika huo mtego basi atabeba huo msalaba. Kwa hivyo tunasema ya kwamba tuwe wangwana, tujiheshimu, alafu baadaye shule zitakapofunguliwa watoto wetu hawa dada zetu warudi shuleni wakiwa katika hali iliyo sawa. Jambo lingine nikiongezea ni kwamba sisi kama viongozi ama wanabodaboda hatuna chama chochote cha kisiasa. Lakini ukweli ni kwamba hata sisi tunaielewa hii siasa. Lakini kile ningependa kusema ni kwamba tunajua ya kwamba Kenya rais ni mmoja. Kakamega County Governor ni mmoja. Women Rep Kakamega tena vile ni mmoja. Yule ambaye tulipoteza tu ni mbunge wa hapa Malava, kwa bahati mbaya akatuacha, kama bado tuna matarajio mengi na yeye. Na ndiposa leo hii tuko na by election hapa Malava.
Ninachosema ni kwamba kuanzia national government kuna nafasi za kazi ambazo huwa zinapatikana. Unapata ya kwamba ni lazima ukuwe na godfather, sijui ukuwe na namna gani ndio nini ifanyike. Sisi kama wana bodaboda tunasema ya kwamba hatutaki kuwa na godfather, lakini kila ambacho tunasema ni kwamba hata sisi tugundulike ya kwamba tupo na tunaendelea, na sisi ni wa muhimu sana katika upigaji wa kura na katika kuchangia katika uchumi huu wa hii taifa la Kenya. Kwa hivyo tunasema ya kwamba hizi kazi za Kenya Prison hapa mbele tunaenda hivi tunakuja kuwa na kuchaguliwa kwa wale ambao ni wa Kenya Police. Tunaomba ya kwamba hata sisi kama wana bodaboda hapa Malava sub county tupewe hata kama ni nafasi 2, nafasi 3 bila kutoa chochote, provided sisi wenyewe tuko na watoto wetu ambao wamehitimu, tuko na ndugu zetu ambao ni wana bodaboda waende katika hizo kazi, ili hiyo nafasi ambayo ilikuwemo kwenye barabara mwingine pia aweze kuchukulia pale. Nikirejelea katika taifa katika county level, Mheshimiwa Governor Barasa, tunajua ya kwamba ni mpaka 2027 huko ndio tupige kura ya ugavana, na kulingana na rekodi yako vile utakuwa umefanya mambo itakurudisha huko. Kwa hiyo tunasema ya kwamba sasa hivi kile tunahitaji ni kufanyiwa kazi. Kuna kazi hata hizi za kufagia. Sisi tuko na bibi tumeoa, tuko na watoto wetu wako katika hiyo umri, tuko na mama zetu pia vile vile. Mbona Mheshimiwa Gavana usitupe hii nafasi hata sisi kama wana bodaboda, ili watoto wetu, wake wetu pia waweze kunufaika? Na sisi tunasema ya kwamba hatutaki chochote kikitoka katika county government kupitia kwa MCS, maana umetudhalilisha, wanaona kana kwamba hatufai. Tunaomba ya kwamba iwapo utasikia ombi letu Mheshimiwa Gavana, leta mambo yako ya usaidizi kwa wanabodaboda direct kwa kiongozi wa sub county ya Malava, ili hata na mimi nifanye vile vile huo ukatuzi katika the chairmans wa wards, ili watu wetu bodaboda waweze kusaidika. Kuna mgao ambao huwa unakuja wa kusaidia vikundi. Bodaboda wako na vyeti na vikundi ni vingi, lakini inapofika wakati ya kwamba tunahitaji hizo pesa, sisi pia tu-apply. Ku-apply tuna-apply. Lakini kwa sababu ya hawa MCS, sio wote, lakini kuna MCS wengine wako na vibaraka zao ambao wana frontline hizo vyama, ili sisi tunatoka bure. How comes Malava sub county yote vyama vya boda vinaweza kuwa tu 2 ambao vinapata the 50,000, na ile hali Malava peke yake sub county tuko na vyama 109 ambavyo viko registered katika serikali ya Kenya. Kwa hivyo tunakuomba Gavana, tafadhali hilo uweze kutusaidia. Nikimalizia, sisi tunatembea vizuri na tumeshikamana vizuri kama wana bodaboda hapa Malava, na diposa uliona siku nyingine watu wakafanya ukora wa kujiapisha, walipata cha mtamakuni, na sisi tunasonga mbele. Bado tunasema ya kwamba Mungu ametujalia leo hii sisi ndio tuko katika hii serikali ya bodaboda hapa Malava, na tumeshikamana kwa pamoja. Kile tunahitaji ni tuone maendeleo. Nataka niambie yeyote ambaye atasikia hii sauti, uwe wewe ni mama governor, uwe ni governor, uwe ni women rep, uwe ni nani yeyote yule, ukiwa na usaidizi wowote, njoo utusaidie sasa hivi. Usingoje wakati wa siasa kule mbele ndio utakuja kututafuta. Tusaidie sasa hivi, watoto wetu wapate fedha za kusoma, tunufaike sisi, tusikie utamu wako, ili wakati ukifika mbele tunakoenda, hata sisi tutakusaidia wewe pia uweze kusikia utamu. Mheshimiwa, katika taifa letu la Kenya, mimi ninaelewa vizuri ya kwamba kule Ukambani wameshikilia Kalonzo Musyoka. Kuna Wavinya Ndeti huko, kuna watu wengi huko, lakini wametambua ya kwamba ni Kalonzo Musyoka. Ukienda huko hiyo sehemu nyingine saa hii wanasema Uhuru Kenyatta, wengine wanasema Wamunyoro. Ukienda kule Kisii pia vile vile kuna Kingpin huko. Ukienda Ujaluoni Raila ameondoka, lakini bado wamejitambua waka frontline Kingpin huko. Mimi ninashangaa na Waluya hapa, mimi nikiwa Mluya. Unapata huyu anaweka hapa perepere, huyu anaweka hapa perepere. Ni siku gani tutaungana, na hii umoja itaanza lini? Ninachosema ni kwamba sisi tunajua fika ya kwamba tunaye Musalia Mudavadi mwana wa Hana.
Vile vile tunaye Mr. Wetangula ambaye ni speaker wetu wa taifa hili la Kenya. Tunaye Mr. Oparanya ambaye ni waziri vile vile. Hawa ni viongozi ambao wako serikalini. Na ndio macho yetu yako kwao ili waweze kukuja pamoja watengeneze umoja wa Waluya. Kama atakuwa ni Manueta tusonge na yeye mbele, kama atakuwa ni Mani Musalia tusonge na yeye mbele. Hatutaki mgawanyiko ambao hawa mabwenyenya wa pale mbele wanatuletea. Sisi kama watu wa level ya chini sana tumeanza kuwamulika, tunawaangalia. Na kama hamutatupea mtu ambaye atakuwa kwa jina la Western, sisi wenyewe tutaamua kufanya kutembea Kakamega mzima, tutembee Trans Nzoia, tutembee kokote kule within the Western region, tukisema ya kwamba sasa tunataka fulani na fulani wawe ndio vigogo vyetu kule mbele ili mambo yetu yasonge mbele. Mwami Musalia, ulikuja hapa Malava, wangwana wa bodaboda na waongoza walisikia vizuri sana. Mpaka leo utamu wako kwao bado unaendelea. Lakini kidogo kuna tashishi hapa kidogo naulizwa maswali, simu yangu inaisha moto na masaa mawili kwa sababu ya kupigiwa simu na viongozi wangu pale chini. Ya kwamba Mheshimiwa Musalia ulituambia kwamba utatafutaka hakitu utupee ili vyama vyetu vya boda viweze kusonga mbele. Cha ajabu ni kwamba muda umesonga, mwingine ukasonga. Tafadhali mdosi, tunakuomba ya kwamba kumbuka hili ili hizi simu ninazozipokea zikome na sisi tupange mambo yetu ili tusonge mbele. Ili hii tashishi itoke, unajua wengine wanaona kama Mwami Musalia umeshaweka pesa kwa account, chair wa sub account labda amecheza na hizo pesa. Mimi sipendi mambo ya uongo, sipendi mambo ya ukora. Ninatarajia sana hata ukiweka usiku wa leo, kesho hawa wangwana wao wamepata pesa. Chama cha UDA ndicho chama ambacho kinatawala taifa la Kenya, ndio serikali. Lakini kidogo mlitufanyia pale Harambe Empowerment pale Matsaha, tukasikia vizuri sana. Na treasurer wa UDA akasimama akasema ya kwamba yeye atatupea $500,000. Tangu tufanye hii Harambe, hii Empowerment, mpaka wa leo ni miezi inaelekea miezi 4. Na shangaa chama ambacho ni tawala only 500,000 ilete ugomvi, ilete maneno. Viongozi wanaona kana kwamba mlinipa pesa nikala. Lakini ninavyosema hivi publicly watajua ya kwamba hakika hizo pesa sikupata. Ili tushikamane tusonge mbele vizuri. Chama cha UDA haswa sana treasurer yule mbunge, na kuomba tafadhali hizo pesa tupe. Na kama hauoni haja ya kutupea, tungependa pia vile vile ukuje hapa Malava na utangaza ya kwamba hizo pesa hautupei na utupee sababu, na sisi tusonge mbele. Sisi ni wangwana ukitufanya ungwana. Na pia kidogo sisi utambulika kuwa wabaya ukitufanyia pia ubaya. Sisi kama wana bodaboda hatuko tayari kupokea shilingi 100, hii shilingi 50, hapana. Hiyo ni lanji tu. Lakini pia hata sisi tuko na matakwa yetu ambayo yeyote yule ni lazima akuja keti na sisi tumwambie tunataka hii, tunataka twende hivi na tunataka tufanye hivi. Kwa hivyo tumefungua huo mlango, na kama next week on Thursday bodaboda wote Malava sub county tutakuwa hapa Malava, na tutakuwa tunatangaza msimamo wetu ya kwamba tutaishi namna gani, tutaweka wapi kura na tutafanya nini, given that saa tuko ndani ya serikali. Lakini kuna mambo kidogo ambayo ni lazima tuketi chini tutengeneze haya maneno, ili wale 10 wale 6 ambao walikuwa na fikra tofauti na tashishi tuweze kulainisha maneno ili tusonge mbele. Ni hayo tu, tunashukuru. Kwa majina mimi naitwa David Werunga Makavila. Nataka kuongelea kuhusu maneno ya hapa Malava kidogo na siasa ya kitaifa. Kwa niaba yangu mimi nataka kuongelesha aspirant wa UDA hapa Malava. Naitwa David Athman Ndakwa. Kwa niaba ya wanabodaboda, tumekuwa na muungano mzuri sana wakati wa marehemu Malulu Injendi, na kuna malengo na tulikuwa na malengo na yeye wakati alikuwa hai. Kakuwa bahati mbaya Mheshimiwa Malulu akatuacha. Kwa sasa hivi tuko kwa njia ya kutafuta kura
na sisi wote kama wanabodaboda tuko mrengo mmoja, mrengo wa serikali, sababu tunajua matunda ya serikali. Lakini ya ajabu, kitu inanichangaza Mheshimiwa Ndakwa, wakati ulikuwa unachukua ile certificate yako kutoka kwa chama ya UDA headquarters ukileta nyumbani, ulitoa bodaboda kutoka kule Vihiga, kutoka Kisumu na Kakamega na Lugari. Wakati tulikuuliza, ulituambia wale watu coordinators wa UDA kutoka Kakamega akiongozwa na Desmond ndio walileta wale bodaboda. Nataka nikuulize, kufikia kwa saa hii umekutana na hawa watu wengine wote? Umekutana na walimu, umekutana na wafanyabiashara, unakutana na nyumba ukoo kwa ukoo kufikia kwa sasa? Nataka nikuulize, uniambie kikundi ya wanabodaboda umeweka wapi? Kwa sababu sisi hapa penye tuko pia sisi ni wapiga kura. Kwa akili zenu mko na akili mkisema bodaboda wapikange kura. Na mimi nataka nikuhakikishie sisi wanabodaboda ni wapiga kura. Naomba ukue na nafasi. Ukiongozwa na utafute kiongozi wetu ambaye anaitwa Boniface. Nakumbuka hata ile wakati alikuwa analeta certificate alikuja mpaka kwako kwa boma. Kufikia kwa sasa hatujapatako ripoti yoyote. Na pia wewe unaweza kuwa unafikiria mpaka upangiwe maneno, utupe nafasi pia sisi tukupangie. Kama unataka, na tuwezi kupangia sababu wewe ndio uko na njaa ya kura. Wewe unahitaji kupigie kura. Sisi hatuwezi kutafuta. Wewe ndio unafaa ukuje ututongoze sisi wasichana tukupigie kura. Maneno ya kitu ya pili, Mheshimiwa Ndakwa, huwezi amini wale viongozi wamechaguliwa wote kama MCS ya kwamba wao wanaweza kusaidia kufanya campaign. Sababu ni nini? Mimi mwenye naongea hapa, unaweza kuwa unatembea na MCA wangu kama Kevin Mahelo, na mimi si rafiki yake. Ni aje Kevin anaweza nifikia mimi kunishawishi kumpigia kura? Naomba kwa wale campaigners wako ukuwe na ule representative wetu wa bodaboda ambaye utatuonyesha ni huyu, na ambaye tutakuwa tunatembea na yeye tukiangalia, tukijua ile wakati utapata nafasi pia sisi tutakuwa tuko ndani ya serikali yako. Mwenzangu hapa chairman ameongelea kuhusu mambo ya ukingpin. Mimi naweza kuja kando kidogo. Ni kitu ya ajabu sana ya kwamba Musalia Mudavadi sisi tumemsupport akiwa na Raila Amolo Odinga hii miaka yote kufikia kwa saa hii. Hata kibanda peke yake hajaye jenga hapa Western. Sisi tumesupport Musalia Mudavadi na Wetangula wakiwa opposition na Raila Amolo Odinga kufikia saa hizi. Hapa hakuna kitu wamefanya. Kupitia kwa urafiki mzuri na uhusiano mzuri ambao marehemu Maluli Njendi alitaka, akaunganisha Musalia Mudavadi na Wetangula na William Samoei Ruto, ndiposa Musalia akafika hapo pahali yuko kwa sasa. Yeye ni kiongozi wa kitaifa. Musalia bado sisi tuko na walakini na wewe. Na wewe kuto kutembelea Waluya kwa pamoja, unangoja ile wakati Ruto anakutuma ndio ukuje ututembelee, ndio inafanya na Tembe anapata nafasi ya kuingilia hii maneno ionekane yeye ndio kiongozi ya Waluya. Musalia Mudavadi, wewe ni kiongozi wa kitaifa, lakini sisi wapiga kura ndio tunakuweka hapo kwa uongozi. Naweza taka sana unisaidie, ama ukuje unieleze, ama ukuje ueleze watu wa magharibi ama watu wa Malava hapa. Kando na Bernard Jitunga ule ulisaidia akaingia ndani ya ofisi, akakuwa vice chancellor wa kwanza hapa Malava, unieleze ni nani mwingine, ama utueleze ni nani mwingine umesaidia kufika kwa hiyo ofisi. Musalia Mudavadi, kidu ya ajabu sana. Kwa chama yako ya ANC 2022 tukitafuta kura, tulikuwa na Marindi alikuwa anatafuta kiti ya MCA kule Manda Shivanga. Tukakuwa na Tuvei alikuwa anatafuta kiti ya MCA kule Butali Chekulo. Tukakuwa na Kefa na Ndakwa. Hao ndio wenye walifanikiwa peke yao kupita, Ndakwa na Kefa. Ukawacha vigogo wetu hapa, anaitwa Tuvei na Marindi. Ukaenda kumnominate kazini yako Trufena Asembo huko kwa MCA. Ni alihali kuna watu wengine huku nyuma. Ni aje unataka sisi tukuamini wewe Musalia Mudavadi?
wewe kama kiongozi wetu unataka tukuamini namna gani? Naweza shukuru Mheshimiwa Spika Wetangula, wakati alichukuliwa kuwa spika alimchukua Mwalimu wa Kori. Yeye ni senator saizi, yeye ni kiongozi anasimamia board ya health kule Senate. Heko sana spika. Ndio huyo spika amefanya juu chini, wakati ule senator wa kule Nyeri nominated senator alitolewa kuongozi kuwa senator. Mheshimiwa Wetangula akachukua dada yetu hapa akampea yeye nominated senator kutoka kwa chama ya UDA. Na kwa saa hii Musalia Mudavadi, wewe umeingia ndani ya chama ya UDA. Tunataka tukusupport Mheshimiwa Ndakwa aingie. Lakini before tukusupport, kuja kwa ground utuulize sisi wapiga kura ama utueleze ni gani nyingine bado ukiwa unatafuta kuwa kiongozi. Tuko na viongozi wawili hapa, wewe na Wetangula. Nataka uje utueleze sisi nini itafanya tukuamini, ndiposa wewe tukuchague kama kiongozi wetu. Kulingana na mimi, Mheshimiwa Rais sina walakini na yeye. Mheshimiwa Rais akiwa deputy president ama wakati 2013 alikuwa anatafuta kura akiwa na Mheshimiwa Uhuru, alitupromise kule Ikoli tukimchagua yeye akuwe deputy president atakuja kununua shamba kule Ikoli. Nashukuru Mheshimiwa Rais alituma Rashid Echesa akiwa waziri wa sports, alileta pesa tukanunua shamba kule Ikoli. Mara ya kwanza kwa inauguration ya Mheshimiwa Malulu Injendi 2013, Mheshimiwa Rais alituletea pesa kule Lugusi, tukajenga kule dormitory ambayo inaitwa Samoe. Kwa sasa saa hizi nataka Musalia Mudavadi pia wewe uje utuonyeshe, hata kama tu ni kibanda ulijenga mahali ama ni daraja ama ni nini umeijenga mahali, uje utuonyeshe. Na kwa sisi kama watu wa Western tunataka tukue na kiongozi na tutengeneze urafiki na mandugu zetu kule wengine, ndiposa kama 2032 tuchukue uongozi wa kitaifa. Na washukuru wote na tuendelee kushirikiana kwa pamoja. Nashukuru na mimi nataka kutilia mkazo. Sisi ila maoni sisi tunatoa hapa ni maoni ya mtu binafsi. Na kila mtu wako na uhuru kufanya nini? Ya kuongea. Kwa hivyo mwenzaka akiongea akienda kando, hiyo ni sawa. Lakini mimi niko na imani kwamba yala maoni yenye mnatoa hapa ni maoni ya kusaidia. Kama huyu mwenzangu amesema kwamba yeye anataka kuwa Likuru, sio tena iko sawa? Sisi tutaunga mkono ya kuwa village elder. Na huyu anataka kuwa MCA. Unajua ile shida tuko nayo Kakamega Mala Chimche ni kwamba ile MCA tunachakua ni 1 term. Tunataka pia MCA yenye tunachakua akuwe 2 term ama 3 term, si ndivyo? Wewe utakuwa 3 term. Kwa hivyo nataka nichukue Papa Chitera. Kwa sababu rafiki yangu hapa Senator mtarajiwa Kakamega County 2027 na mimi nikiwa MCA Chemuja Ward, tunachipanga kuleta maendeleo tofauti. Niko tu na mwito lije kwa wanasema maoni yenye yuko hapa ni ya mtu kibinafsi, lakini sio mtu kibinafsi. Hao watu ni wazima na kuna watu ambao wako nao. Kwa hivyo huenda inaweza tofautiana na mwenye hapa, lakini huko nje inaunganisha watu wengi. Nataka kuambia jambo moja Mheshimiwa David Ndakwa, kwa sababu yeye peke yake na kwa nafasi ya kuongea na viongozi wote wa serikali ya Kenya Kwanza, kwamba hii Malava wakati mnasunguka hivi mahali tumefikia, ninaomba ya kwamba hakikisha ya kwamba tumepata bank hapa Malava. Chenga bank hapa Malava, barabara ya Malava Township, ila barabara ambayo inatoka upande wa Machinjoni inaenda mpaka upande wa hospitali huko nyuma ni chafu na ni mbaya sana. Itakuwa aibu serikali inatembea Malava kutafuta kura ya Mheshimiwa Ndakwa na mkazi wa Malava akose kupata maendeleo. Ninaomba kwamba barabara zenye ziko Malava Township zote wacha tuone kama tuko hapo ndani na machine zitengeneze hizo barabara
ndio tupige kura tukijua ukweli hii serikali inasema ukweli. Ukikuja Malaba usiku ni kiza kubwa sana. Na tunazunguka ndani tunasema tunaenda kupiga kura kwa serikali. Na viongozi wenzangu wa bodaboda ambao mko hapa, imefika mahali tukubaliane. Kama Mheshimiwa David Ndakwa hata kaa na bodaboda, awaambie mimi nikiwa mbunge ninaenda kuwafanyia hili na hili na hili. Ama ikiwezekana kila ward, chairman wa ward awachukue mtu kutoka katika kila ward. Chairman wote ajue katika ward yangu wamechukua potapota fulani. Tena hivyo vile vile hadi chairman wa sub county wa bodaboda. Kama Mheshimiwa Ndakwa na viongozi hawachakuja, tukue pia sisi na partnership agreement pamoja nao. Hatutaendelea kuunga mikono watu ambao wanataka tu kura alafu watuacha hapa chini tunaumia. Tumefika mahali tunataka pia sisi tukaa kwa meza tujue percent yetu ni ipi. So that when 2027 comes, tutamwambia ulituahidi hili na hili na hili kama bodaboda. Mbona haujatekeleza? Ninamaliza tu kwa kusema ya kwamba serikali tunawatarajia mfanye makubwa Malava, na mkifanya hivyo itakuwa vizuri. Na jambo la mwisho, hii mambo ya kusema ya kwamba lazima tufanye hili ndio tupata maendeleo, hiyo sio haki. Hiyo ni kunyanyasa na hiyo sio democracy. Democracy ni kwamba wacha watu wakuwa na uhuru wa kuchagua mtu wao bila vitisho wala kutishwa. Kwa hivyo tutachagua kiongozi kwa serikali ndio, lakini sikuwa kwamba tusipochagua hatutapata maendeleo. Barabara zetu silimwe, watoto wetu wasome, shule zichengwe, stima ingie kwa kila nyumba. Hiyo ndio serikali ambayo itakuwa tunaitarajia. Kwa hivyo naomba tu wenzangu wacha tuungane tukisaidiana ili ikifika 2027 tutaona kazi ambayo serikali itakuwa imefanya. Asanteni. Mahali pa stima. Hii Chimuche iko na sehemu mbili. Kwa lami kuruti huku ni hapa Chimuche. Kwa lami kuruti chini ni Lower Chimuche. Lower Chimuche tuko kwa kiza since independence. Sisi tunataka Mheshimiwa Bernard Shinali, wewe ndio caretaker wa Malava. Sisi mpungo wetu alifanya nini? Aliaga. Sisi ni mayatima. MCA wetu pia wewe shirikiana na Bernard Shinali. Stima ukitembea kwa hizi maeneo ingine unapata kwamba Mheshimiwa Faruk amekuwa hapa ana launch stima, huyo Opio Wandaya amekuja ana launch stima. Mbona sisi watu wa Lower Chimuche kuna areas ambazo mpaka wa leo sisi tunachangianga tu, mama anaenda analipa shilingi 20. Mbona pia sisi tusiletewe stima ya nini? Ya serikali. So mimi naomba serikali tulete stima. Hii maneno yetu last mile haijafika huko kwetu. Sisi tukitaka kucharge simu ni ama tukuje huko Malava tufanye nini? Ndio tuweka kwa moto. Lakini sisi tunataka stima, hata pia sisi watoto wetu watupata kama hii tuko na stima. Sisi tunataka kufanya miradi hata ya kuku, lakini hatuna ile stima ambayo tunaweza tengeneza nayo maneno na incubator ama ile ya Prutas. Kwa hivyo sisi kama bodaboda tuko na ma projects mingi, lakini unapata kwamba stima inafanya nini? Inatutisha nyuma. Kwa hivyo mimi napea changamoto serikali. Saa hii ni wakati ya stima. Pia sisi tuleteko stima Malava. Ile kura ikiisha, pia sisi tukibunia kwamba kupitia kwa hii kura ya by election tulipoteza mpunge wetu, lakini tufanye nini? Tukapata stima. Asante. Kidogo tu swali la mwisho kabisa tukimalizia katika bunge la Magharibi ni kwamba leo rais yuko kule amekuwa kule maeneo ya Mumias Complex akianzisha rasmi sasa ugavi wa pesa za nyota kwa vijana. Aliahidi kwamba itakuwa ni shilingi 50,000 kwa kila kijana, lakini kwa wale ambao wameanza kupokea pesa wanasema kwamba pesa zote ambazo zinatolewa kwa kila kijana ni shilingi 25,000 na amesema kwamba si za bure. Je, unazungumzaje swala hili na unaona kwamba mchezo umechezwa ama kunani? Tutakuwa na sekunde mbili ama tuseme dakika moja kisha tusonge mbele tukimalizia. Ile pesa ambayo inatolewa kwa upande ya vijana kuanzia miaka 18 mpaka 29 kwa mfumo wa nyota. Hiyo pesa sisi tuliambia kwamba ni shilingi 50,000. Ingawa wamesema kwamba kwa awamu ya kwanza watatoa shilingi 25,000, alafu awamu ya pili tena watatoa shilingi 25,000. Lakini sisi bodaboda tulijaribu kuapply pesa. Kama mimi niliapply,
Lakini sasa miaka yangu ikawa kidogo imepita shilingi 29 years wakaniweka nje. Lakini kwa wale ambao bodaboda ambao bado hawajafikisha 29 years, kuna wengine wamewekwa nje. Sasa sijui ni kwa nini wakafanya nini? Wakatumia walikuwa wanatumia mfumo gani? Jambo la kusema kwamba sio za bure. Sisi tuliambia kwamba those are grants. Siko tunafikiria kwamba utapewa shilingi 50,000 wewe ufanyie biashara yako na usurudishe. Lakini kama ni ya kurudisha basi sasa hapo hivyo mimi nafuata na serikali tuambie. Sababu sisi tunajua kwamba hiyo pesa ni ya bure. Sisi tunasaidiwa kama wale wananchi wafanye biashara wale wadogo ili wafanye tupate kuinuka. Mimi najua ya kwamba pesa zimewekezwa kwa serikali ya Kenya kutoka nje, na serikali ya Kenya ikaamua hizi pesa zienda kwa vijana, na hiyo ndio inaitwa Nyota Project. Kwa hivyo serikali isikuwe kwamba hili linaanza kuwa ni biashara kwenye kujitafutia pesa. Waje hizi pesa sifikia wale ambao wamechakuliwa, wafanyie biashara, wajiendeleze, haikukuwa mambo na deni. Jambo langu tu ambalo nataka kuambia serikali ya Kenya, kuna watu viongozi ambao wanatumika kufanya shortlisting. Hawa ni MCAs, na MCA wengi tumewakundua wamekuwa maproga. Hata MCA wenye wanatoka katika Malava sub county wote wanazunguka tu na Faruku huku wakikula pesa hata sa wananchi hawafikii wananchi. Ninaomba ya kwamba mtafuta sasa kitengo ama board na muweke watu kutoka mashinani wenye watafanya oversight na wenye watafanya shortlisting. MCA wanachukua watu wao. Hata saa hii kazi mashinani ya county, ukienda kwa simu ya MCA utapata hako na machina already yenye wanataka kupitisha kwa panel. Hao watu wanatusinyanyasa kabisa, na ndio maana tunasema MCA wengi tutawapeleka nyumbani. Kwa hivyo saa hii hata uchaguzi ambao unaendelea Malava, ninaomba tu ya kwamba angalieni viongozi wa bodaboda, viongozi wa makanisa, viongozi wa nyumba 10, hao watu wa chini, tembea na wao kutafuta nao kura. Hao MCA hapa katikati wamekuwa maproga na wanatafuta tu mali zao. Ndio maana hata hii Nyota MCA wamechangia pakubwa kuchukua watu wao wenye walipitisha majina yao. Si kukuwa na haki hapo ndani, na ile jambo linatuumiza. Hata hiyo Nyota tumekufa matumaini nayo. Nenda kuzungumzia maneno na siasa. Kuna ile mpangilio inakuja saa hii ambayo inasema kwamba Gladys Wanga akuwe deputy president wa mheshimiwa Samuel Ruto 2027. Na mimi nilikuwa naomba hivi, sisi tulikuwa tunataka sisi kama Waluya tusaidie serikali ya mheshimiwa Ruto kupata kipindi cha pili, lakini na yeye atunge mkono kati ya Mudavadi na Wetangula ama Oparanya, mtu mmoja naye sisi tufanye tupate presidency in 2032. Na ukipata ile mfumo ya kwamba tunataka kuchukua kama kule Nyanza deputy president hapa Kenya, huyu Moi mwenye amehamia kwa miaka 24 alikuwa vice president wa nani? Wa Kenyatta, ambaye akakuja akakuwa president. Tumepata mheshimiwa Ruto amekuwa vice president wa nani? Wa Uhuru Kenyatta, akakuja akakuwa nani? Akakuwa president. Sasa sisi tunaona kwamba Gladys Wanga akikuwa deputy president wa Ruto 2032 yeye ndiye atasimama kiti ya nini? Ya president. Sasa sisi walio tutaendelea tu kuunga watu mkono tangu huyu Mudavadi akuwe vice president wa Moi, hatujaipata tena hiyo kiti upande wa nani? Upande wa Waluya. Tulikuwa naomba mheshimiwa Ruto chukua Mluya ambaye ni Mudavadi, Wetangula ama hata huyu Hopkins akuwa nani? Deputy president, ili hata sisi tuanze kutengeneza barabara kufanya nini? Ya kuwa president. Lakini tukisema tu kwamba tuendelee kupikia watu makofi kila saa, sisi tunaunga watu wengine mkono, hakuna siku sisi tutafanya nini? Tutapata kiti cha president. Asante. Piga picha. Senator, hiyo ni 5, mnasema 5 fresh. Nikisema Hopkins. Senator MCA Wilson 5 fresh 2027 simuongee. Oya taanguka. Oya anakuwa. Ita. Wilson, kuja hapa. Wewe tunataka kuwa MCA na mimi nikuwa sana. Tunataka tu Malava ikuwe nini?
na viongozi wa Malava. Vijana, si ndio? Tunasema boda boda. Tunasema Malava has numbers. Wenzangu wenye mko hapa, Malava yuko na 90,000 registered voters according to 2022 IBC registry. Tunatarajia kwamba kufika 2027 Malava, ungechukua hii maneno, kufika 2027 Malava itakuwa na more than 200,000 voters. Sasa nyinyi boda boda wenye mko hapa, sisi ndio tuko na highest number. Mbona tuendelee kuunga mkono watu kutoka nje? Mbona kama na atoke nje ya Malava, mama kaunti atoke nje ya Malava, senator atoke nje ya Malava? Why? Na yet we have a very large number in Malava of registered voters. Watu wa Malava tuchanuke na tuamuke. Hata wewe kiongozi wetu wa sub county, tunataka tukuone wakati ile ingine unatafuta hii viti ya useneta, unatafuta hii viti ya ukavana. Hatutaki upaki tu hapa mahali pa chairman wa boda boda. No, we have a number. We need us now to rise. Ndio tutakuwa tunaenda mbele. Na tunachipanga. Tuanze pia kuwa na matumaini ya kuchukua vitu kule. Bila mimi nimejitolea kiti ya UMCA Chimuche Ward 2027. Niko hapo, hata ikuwa na mnakani nitangangana kadri ya uwezo wangu, lazima tujaribu kuchukua hii nafasi. Sisi wanapotapota tumeungana pamoja na kulingana na mkubwa wetu ambaye tuko naye hapa Mr. Boniface Shinyiha. Tunamhakikishia kwamba ifikapo mwaka wa 2027 sisi kama potapota tutakuwa mahali pamoja na tutaunga watu wetu kutoka kwa MCS mpaka tuende kwa Senate. Tuko na watu wetu, tutachipanga. Lazima serikali itakuja kutuita tukae nao pia sisi wajue sisi tunatambulika wapi. Asanteni. Sawa sawa kabisa. La kutamatisha mno, tunasema ya kwamba boda tumekengeuka, tumeamuka na tumenawa uso na sasa hivi tuko chonjo. Na ndiposa ninasema ujumbe huu ya kwamba baada ya kura ya tarehe 27 kuanzia tarehe 28 nitachukua hao viongozi wangu, tutatembea na wao stage by stage, tuhakikishe mwana boda boda, bibi yake na mtoto wake na wazazi wake wamechukua kura, ili haya ambaye wenzangu wamezungumza kama 2027 tutakuwa na viongozi ambao wametoka katika hii boda boda. Sawa sawa. Mimi kama chairman wa Manda Shivanga ndio ningependa kuambia viongozi ambao wanasunguka, wanakuja badala ya kupatia wananchi nafasi waongee mambo yao, wanakuja na watu yao, wanaanza kuappoint wao wanaongee, na ile hali sisi ndio tuko na mambo na uchungu yenye inatufinya. Wamekataa kutupea hizo nafasi, wanakuja wanaanza atuo, tumekuja na watu yangu, anaongea wanaenda, hao wengine MCA wanaongea, na MCA wamekuwa ambapo wanatunyanyasa, hawawezi ongea mambo yenye iko kwa ground. So mimi ningependa viongozi ambao wanakuja kwa maralis wapewe wananchi nafasi waongee mambo shida ambazo tunawakumba, ili waone kama watasaidiwa. Lakini wakitumia watu hao ambao wanakuja nao, hatutapata haki katika hii nchi. Kwa sababu hata sijaiona mtu akiongea mambo ya land title deed. Tunahangaika. Papo zetu wanashughulika mashamba, tumekaa kwa mashamba kama squatters. Na unasikia rais fulani rais ameenda Mombasa amepeana land title deed. Mbona sisi viongozi wasikuje wakaambia rais kuja usaidie watu wetu? Mambo ya succession imekuwa ngumu kwao, wanarundikana tu kwa mashamba, hata mashamba watu wengine wamenunua na hata hatujui mwelekeo. Unakuta mtu ananunua anatafuta land title deed, ninyi mmesuba mnakaa kwa shamba ambayo sio yenu. So tungependa watusaidie kwa masuala ya mashamba, sisi tuwe na vipali vyetu, ili kitu ikitokesea tuwe mahali pa kuchishikilia. Asanteni. Kidogo mimi nilikuwa nataka niongee kuhusu wenzangu, kuna wenye wamekimbia mbele kukosa kujua ni nini inaendelea. Mimi nitaongea Gavana ako na njia mzuri kukuja ile polepole kutafuta mambo ya dairy na ng'ombe. Iko sawa. Mimi nikiangalia mwenzangu Chuma, hata kupiga ng'ombe yake tipi ni shida. Kwenda kuleta hiyo nyazi ya ng'ombe ni shida. So Gavana, mambo ya dairy ya Tumbeni hiyo unaweza waje kidogo tufanye mambo ingine ya muhimu yenye inaweza saidia vijana wa Malava. Hapa Malava Gavana tunakosa choo. Ukienda choo ya county hapa Malava na kuna vijana wako wanachukua pesa mingi,
Na ninashangaa wale vijana pesa wanachukua na waandiki receipt. Hiyo kitu sijui kama na umeona Malava vijana umeleta kutoka Matungu huko Mumiazi. Kidogo watakuharibia kazi Malava bure. Sisi wakaaji wa Malava vijana tunakupenda, tunataka kuja mwenyewe utembelee Malava, uone choo ya account, uone vile wenyewe wanaweka pesa kwa mfuko na tupate sheti at least. Tukipata sheti kwa Chumucha wote kama 3, mimi ndiye Chumucha wote 1, nitashukuru. Vile vile mambo ya account vile unaendelea, mimi nikiangalia Chumucha wote sina parapara mbaya, niko na njia mzuri, unajaribu kunisaidia. Naona hapo penye Waparanya aliwaachia kidogo kwa ukitoka Isangiro unamalizia kazi yako unafanya ni mzuri. Lakini mambo ya dairy mimi nitakuomba Kabarasi hakuna mtu ako na ng'ombe, hiyo mashine vile italetwa na maziwa na ng'ombe kutoka mbali, hakuna vile itasaidia mtu wa Tumbeni. Tukuje kwanza kidogo tuanze tujue Kabarasi mtu anafunga ng'ombe kwa njia. Surely kama ng'ombe iko kwa njia, hiyo ng'ombe inaweza toa maziwa lita ngapi? Hiyo ni shida. Na ikitoa lita moja, sasa lita moja utapeleka hapo bima na nini? Mimi kama ninakuomba tu kuja uone vijana Malava. Tutembee na wewe, usikuje na maproga. Especially wale mzee uko nao. Watakuweka kwa 1 term na sisi tunataka tuweke kwa 2 term. Kama na angalia MCA wako wote, hatutaki kukufija. Watu ni 1 term na wamejua pesa, wamekuwa walavi, wanaendelea na pesa ya watu, wakikimbia nayo kidogo picha ya kupigwa wakikimbia nayo hawataki kuonyesha. Ukiona vile wenyewe ukiwapea pesa wanapanga laini. Hao MCA ni shida. Nitakuomba kama na simama na Waparanya, simama na Els. Hivyo ndio timu mnaona tuko na timu Uingereza, tuko na Manchester, tuko na Chelsea, tuko na Arsenal. Wewe ukiwa na Els usiona wasiwasi, ukiwa na Waparanya usiona wasiwasi. Ukiona kitu yenye unataka hiyo ni mzuri. Lakini tuko na kajama kingine kanaitwa Khalwale. Huyu mtu mkora. Hata huyu mtu ndiye alifanya Soita akakufa Malava. Na nashangaa watu wa Malava wanasema ati Khalwale. Khalwale ni mkora. Saa hii tumejua kumbe Khalwale ni mtu wa kuzaliwa wapi? Lukuyani. Huyu mtu tukiangalia vizuri ni kama mtu kutoka Trans Nzoia. Na watu wa Trans Nzoia kama ni mtu wa history, hao watu si wa Kenya. Ni vile walikimbia kidogo kakuja kuanguka hapo Rift Valley wakawashikilia na tukasema wapita wakaa hapo. Sasa mkialau na tembe ya kukuja kutembea hii. Yaani mnasikia mtu anaitwa na tembe na mnataka atumuunge yeye mkono. Na tuko na Bibabe. Tuko na Musalia. Tuko na Wetangula. Tuko na Waparanya. Yule kiongozi tutapea rais atatoka Western Province. Na kama atatoka Western Province na tembe anatoka Trans Nzoia. Trans Nzoia iko wapi? Si Trans Nzoia iko Rift Valley? Si Trans Nzoia iko Rift Valley? Wengi hamjui Trans Nzoia iko Rift Valley. Sasa kama Trans Nzoia iko Rift Valley na mtu anataka atoke Trans Nzoia, atataka kuja kuongoza Western. Hiyo itawezekana? Hiyo haiwezekani. So mimi nitaomba wala watu wanaamuka kwa uzingizi wakisema wako na Natembea, wala watu mtu anaamuka chini hajafikiria anataka kusimama kitu, samahani. Hiyo wachana naye kitu, tujipange polepole kama vijana, tuone penye utatembea na tukusaidie. Si namna hivyo? Asante. Asante, nilisema majina yangu ni Shapaya Frederick. Nashukuru kwa serikali kwa ajili ya mambo ambayo mnatufanyia. But request yangu ni moja tu kwa mtu wako wa mkono anaitwa Honya. Papa Honya, na kuomba tu, jana tulikuwa tumekutegea sana pale Shivirwa. Tulikuwa tunataka mwenyewe ukuje kwa ground uone vile mambo yapo. Kusema ukweli tuko kwa giza. Licha ya kuwa hata mimi naweza kuwa na nyumba ya nyazi, lakini shida ni taa ya kutumia katika ile nyumba. Kwa hivyo mtu wa mkono ambaye ni Papa Honya, ombi langu ni kwamba uweze kutufikia kule Shivirwa tupate mwangaza. Asante sana. Omwami Ahonya, endelee kuhonya Malava, bado tunakupenda. Mtu yeyote akiongea negativity kwako, wewe chapa kazi. Na hili nimwambie Mwami Italanyi. Mimi as sub county chair sipendi na sitapenda niendelee kukuongelesha kwa vyombo vya habari. Ningependa ya kwamba ufanye mpango, kwa sababu watu wako wa karibu wametuzuia, hatuwezi tukakufikia, na sisi ndio viongozi wa hapa chini masuala ya boda. Fanya mpango, tukutane na wewe
haya ambayo tunaongea tusiendelee kuongea kwa media. Kama ni pongezi tukuambie ukiwa hapa, kama ni marekebisho tukuambie ukiwa hapa, kama ni mambo ya kazi tukuambie ukiwa hapa. Alafu haya mambo yote tushikamane kwa pamoja, tusonge mbele. You are able, but if you will recognize us and call us and we sit on the table and tengeneza mambo yetu vizuri. Bas, kufikia hapo tumefika mwisho wa bunge la Magharibi la Maika hapa Malava. Hata wiki lichalo, Mungu akituchalia. Kwa majina mimi ni Hopkin, kiongozi wenyu wa bunge la mwananchi. Asante.